Katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo na mbunge wa Tunduru Kaskazini Mheshimiwa Ado Shaibu amemkosoa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akidai kuwa ametumia lugha za kichochezi zinazoligawa taifa baina ya sisi na wao. Akihutubia jumuiya ya wanavyuo wa ACT Wazalendo jijini Dodoma jana Mei 24 mwaka 2026, Ado amesema kuwa maneno ya waziri mkuu yanarejesha lugha za kashfa zilizoanza kusahaulika nchini. Ado amefafanua kuwa kuwataja wakosoaji wa serikali wanaopiga vita utekaji na rushwa kama vibaraka, wasaliti na mawakala wa mabeberu ni mkakati wa makusudi wa kuwatenga raia wanaosimamia ukweli, huku akitangaza kuwa Chama cha Mapinduzi CCM kimepoteza sifa ya kuwa taasisi ya kisiasa na kugeuka kuwa tegemezi la vyombo vya dola. Mbunge huyu wa Tunduru Kaskazini na katibu mkuu wa ACT Wazalendo amemshambulia vikali Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ambapo amesema kauli za waziri mkuu zinazowataja wakosoaji wa serikali kama vibaraka, wasaliti na mawakala wa mabeberu ni lugha ya kichochezi inayogawa taifa na kurejesha chuki iliyokuwa tayari imeshasahaulika. Ado amesema CCM imepoteza sifa ya kuwa taasisi ya kisiasa na imekuwa tegemezi la vyombo vya dola. Kauli hii inakuja wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa nchini. Katika mkutano wa wanavyuo wa ACT Wazalendo Dodoma, Ado Shaibu alisema kauli za Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba zinazowataja wakosoaji wa serikali kama vibaraka, wasaliti na mawakala wa mabeberu ni lugha ya kichochezi inayogawa taifa. Hii inarejesha chuki na migawanyiko iliyokuwa imesahaulika. CCM imepoteza sifa ya kuwa chama cha kisiasa na imekuwa tegemezi la vyombo vya dola. Serikali inapaswa kuacha kutumia lugha ya kuwatenga raia wanaosimamia ukweli na badala yake kushughulikia malalamiko halisi. Ado ametoa kauli hii kama jibu la moja kwa moja kwa hotuba ya waziri mkuu mjini Iringa. Ado anapinga matumizi ya maneno kama vibaraka na mawakala wa mabeberu. Hii ni lugha ambayo ilitumika sana wakati wa siasa za ujamaa na baadaye, na mara nyingi ilitumika kuwatenga wakosoaji wa serikali. Data kutoka ripoti za Human Rights Watch kuanzia mwaka 2025 mpaka mwaka 2026 inaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya lugha ya kuwatenga na kuwatishia wakosoaji wa serikali. Kauli hii inakuja wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 ambapo kulikuwa na kesi ya Tundu Lissu pia na visa vya utekaji kama kesi ya David Jumbe. Serikali inaona wakosoaji kama maadui wa nje, wakati upinzani unaona hii kama mkakati wa kukandamiza sauti za ukweli. Tukizungumzia Human Rights Watch kwa mwaka 2026 imeripoti kuongezeka kwa matumizi ya lugha ya chuki na vitisho dhidi ya wapinzani pamoja na wanaharakati. Na Bunge la Ulaya limetoa wito wa uwajibikaji na uchunguzi huru wa matukio ya Oktoba mwaka 2025. Ukizungumzia Seneti ya Marekani, muswada wa Seneta Shahini na Ted Cruz Mei mwaka 2026 unataja ukiukwaji wa haki za binadamu na unaweza kusababisha vikwazo. Na mitandao ya kijamii kuna hashtag kama lugha ya chuki na utekaji vimekuwa kwenye trending, na maoni mengi yanalaani matumizi ya lugha ya kuligawa taifa. Kauli za viongozi wa serikali zinazotumia lugha ya kuwatenga zinaweza kuongeza migawanyiko na kuwapa mwanya wahalifu kuendelea na vitendo vya utekaji na vitisho. Je, kauli hizi zina maana gani kwa taifa? Kwa upande wa serikali, kauli hizi zinatoa taswira ya kutumia lugha ya kuwatenga badala ya kujenga umoja, na kwa upinzani pamoja na wanaharakati inaimarisha madai ya kukandamizwa na inaweza kuongeza uungwaji mkono wa umma. Na kwa upande wa demokrasia inasisitiza hitaji la lugha ya hekima na kujenga badala ya kugawa. Na kwa upande wa umma inazidisha hofu na migawanyiko ya kijamii na kisiasa. Ado Shaibu ana mantiki katika ukosoaji wake. Lugha ya kuwatenga na kuwatukana wakosoaji kama vibaraka na mawakala wa mabeberu inazidisha migawanyiko na inaweza kuwa na athari mbaya kwa amani ya taifa. Viongozi wanapaswa kutumia lugha ya kujenga na kushughulikia malalamiko halisi badala ya kuwatenga wanaokosoa.
Serikali inapaswa kuacha mtindo wa propaganda, kuita visa vya utekaji na ukosoaji michezo ya maadui wa nje bila kutoa ushahidi, na kuchukua hatua kunazidisha mashaka na inaweza kuonekana kama kujaribu kuficha ukweli. Viongozi wa serikali waache lugha ya kuwatenga na kutumia maneno ya kima na umoja. Serikali inapaswa ianze mazungumzo ya kitaifa yenye ushiriki wa pande zote ili kushughulikia malalamiko halisi ya wananchi. Na vyombo vya dola vinatakiwa viheshimu haki za binadamu na visiwe chombo vya kisiasa. Na vyama vya kisiasa viwe na hekima na kuweka maslahi ya taifa mbele ya maslahi ya chama. Mwisho wa siku, taifa litajengwa kwa umoja na hekima, si kwa migawanyiko na chuki. Viongozi wanapaswa kuwa mfano wa hekima na si wa kugawa. Ado Shaibu amemshambulia Waziri Mkuu Mwigulu kwa kutumia lugha ya kichochezi inayogawa taifa na kumkumbusha kesi ya Beni saa 8. Kauli hii inaongeza mvutano wa kisiasa na inazua swali la jinsi serikali inavyoshughulikia ukosoaji. Tanzania inastahili uongozi wenye hekima na umoja. Tuheshimiane na tujenge taifa bora.